Tulikuahidi kwamba weekend hii Jumamosi tutakuja kukuletea exclusive interview ambayo inafanyika na uongozi mzima, usafu mzima wa Future World Institute. Hii Future World, kwa mtu asiyefahamu, ni chuo ambacho kinapatikana Uongoni, lakini pia na tawi lingine jipya ambalo lipo Chanika kwa Ndevu. Huu ni mtaa wa Zogwa, lakini miongoni mwa vitu ambavyo leo imeweza kunifurahisha zaidi ni kwamba kuona jogging hii leo hii imeweza kuhudhuriwa na ndugu yetu Rajabu Angora, naye pia ni miongoni mwa watu ambao wameshiriki katika tukio. Lakini kulia kwangu nipo na mkurugenzi wa DM News, umeona, lakini pia yeye ndio mkuu wa kitengo cha masoko. Kwa taaluma yake ni mwandishi wa habari, na ni miongoni mwa waratibu akishirikiana na mkurugenzi wa chuo cha Future World Institute ambaye ni ndugu yetu Robert Mkola. Lakini nataka nizungumze naye kwake kama ni mkuu wa kitengo cha masoko, ilikuwa ni ngumu rahisi kiasi gani kuweza kuandaa program kama hii. Mr. Msumba, bwana, kwanza hongera sana. Shukrani. Labda unaweza kutuambia kwa hichi ambacho kinatokea hapa, ni namna gani mmeweza kukaa chini kuplan na mkurugenzi ndugu yetu Robert Mkola kuhakikisha kwamba mnaenda kujenga afya, lakini pia kutengeneza utimamu wa akili, kwa sababu tunaamini mazoezi ni miongoni mwa nyenzo kuu ambazo zinatengeneza afya na akili kwa ujumla, wa active katika baadhi ya mambo. Hebu unaweza kushana sisi, utuambie kwa nini ilikuwa ni ngumu au ni rahisi kiasi gani kuweza kufanya vitu kama hivi? Kwanza niseme tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni safari ndefu. Tuliweza kukaa na kuweza kufikiri kwamba tuje na kitu gani ambacho kinaweza kikaleta mshamsha. Kama unavyojua kwamba jogging, wewe mwenyewe umesema hapo kwamba licha ya kuimarisha afya, lakini pia na kujenga mwili, lakini pia kitu kama hivi inakuwa vizuri, na hasa sisi kuzingatia tunamiliki chuo. Kwa hiyo tukaona ni vema tukaja na program hii ya jogging kama ilivyokuwa kwenye taasisi zingine wanavyofanya. Yes. Mimi binafsi nataka kuita wewe kama ni mtu ambaye umevaa kofia tatu kwa wakati mmoja. Kofia ya kwanza, wewe ni mtu mwenye taaluma ya uandishi wa habari. Kofia ya pili, wewe ni mkurugenzi wa chombo cha habari ambacho ni DM News, chombo ambacho kinafanya vizuri sana kwa sasa. Lakini kofia nyingine pia, wewe ni mkuu wa kitengo cha masoko kutoka hapa chuo cha Future World Institute. Kwa wewe inakuwa ndio naweza kujilia kuhakikisha kwamba kila kitu kinaweza kukaa under control. Ni kweli, lakini kama ulivyosema na umesema vizuri, changamoto zinakuwepo, lakini ni mpangilio tu kwamba unataka jambo hili lifanyike kwa wakati gani na hili lifanyike kwa wakati gani na lile litekelezeke kwa wakati gani. Kwa hiyo yote yanaweza yakaenda kwa wakati kutokana na ratiba unavyoweka. Kwa hiyo kwangu mimi ni changamoto, lakini ni changamoto ambayo inanipa fursa ya kuweza kutanua wigo na kuichangamsha akili kuweza kupata kitu bora. Yes. Unaweza kutuambia leo ndio kwa mara ya kwanza Future World Institute wameweza kutambulisha kitu kama hiki cha jogging club. Ni namna gani sasa mtukio pale tumeona mtukio ni mkubwa. Licha kwamba leo ndio siku ya kwanza tunaanza programu hii. Unahisi muendelezo huu unaenda kukusanya idadi kubwa zaidi ya watu au inakuwaje? Ni matarajio yetu kuona kwamba kama ulivyosema, kwanza tumeanza mwanzo mzuri, lakini ni matarajio yetu kuona kwamba tunakuwa na namba kubwa zaidi ya watu, na hasa vijana pamoja na wananchi kutoka kwenye eneo hili ambalo linazunguka chuo chetu, kwa maana eneo la Chanika, especially Chanika kwa Ndevu, lakini kata ya Zingiziwa kwa ujumla wake, pamoja na kata ya Chanika. Kwa hiyo tutalipeleka jambo hili mbele zaidi ili kuweza kuwa na mwitikio mkubwa zaidi na hatimaye tuweze kushiriki wote kwenye mazoezi haya ya jogging. Na hii ni mwanzo na tutakwenda hivi katika kila wiki, lakini plani yetu ni kuona kwamba kila siku inayokwenda kwa Mwenyezi Mungu kuanzia saa 12 jioni basi tunakuwa na jogging club ambayo ya Future World. Yes. Wewe ni mtu ambaye una taaluma ya masuala ya uandishi wa habari, lakini katika jopo hili leo nimeshuhudia pia kuna baadhi ya waandishi wa habari ambao wanatumika. Ni namna gani unaweza kuwashawishi hata mtandao zingine wakaamua kuja katika chuo cha Future World ambacho kinapatikana maeneo ya Chanika mwisho, mtaa wa Zogwani? Kwanza mimi nitumie fursa hii kuwashukuru sana ndugu zangu wanahabari ambao wamejitokeza. Kama ulivyosema, mimi ni mwenzao, japokuwa kwa sasa sijadili sana na masuala ya kihabari kutokana na ufinyu wa ratiba. Lakini niwashukuru na niendelee kuwashukuru sana kwa namna wanavyonipa hamasa, lakini pia namna wanavyosikia kila ninapowahitaji. Wewe nawashukuru sana. Mr. Msumba, binafsi nikutakia kila laheri, ni kwa sasa uendelee na majukumu yako. Na huyo ni mkurugenzi wa media kwa jina la DM News, ni miongoni mwa media ambayo inafanya vizuri sana kwa sasa, lakini pia ana kofia nyingine pia, taaluma yake ni uandishi wa habari. Lakini si hivyo tu, bado ni mkurugenzi wa kitengo cha masoko kutoka chuo cha Future World Institute. Kwa mtu